Jina naitwa Beatrice Joeli, ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Mkonzi. Mimi kama mwanafunzi ambaye ninasoma mkondo wa amali katika somo ambalo linaitwa amali, tunatengeneza bidhaa ambazo ni hizi hapa, ambazo ni zifuatazo: sabuni ya maji, mafuta ya mgando ambayo ni haya hapa, sabuni ya kunawia mikono, sabuni ya kusafishia kufulia nguo nyeupe, sabuni ya kusafishia tiles, sabuni ya kusafishia masinki, sabuni ya kipande. Huu ujuzi unanisaidia katika maisha ya kila siku kwa sababu nikipata huu ujuzi ni ajira. Utanisaidia endapo nikimaliza shule ya sekondari nitaweza kuajiri wengine na nitajiajiri mwenyewe. Kwa majina naitwa Elina Lazaro, ninasoma kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Mkonze. Katika shule yetu sisi tunasoma somo la amali, na hilo somo la amali limegawanyika katika vitengo mbalimbali. Ila mimi nimejikita katika kitengo cha ushonaji. Katika ushonaji sisi huwa tunashona nguo mbalimbali, ila kwa sasa ujuzi wetu tunashona sketi na taulo za kike. Sisi kama wanafunzi ambao tunajifunza tunapata faida tukiwa tunapata huu ujuzi, kwa sababu endapo pale mimi nitakuwa labda ninahitaji kujishonea sketi yangu, ninaweza nikajishonea mwenyewe bila kupeleka kwa mtu akanishonea na nikatoa gharama nyingi. Pia katika taulo za kike sisi kama wanafunzi ambao tunajifunza tunaweza kuziuza na tukapata kipato ambacho kinaweza kusaidia kuongeza ujuzi wetu. Jina naitwa Faisal Shabani, kutokea shule ya Mkonze, nasoma kidato cha 3. Katika mfumo huu wa mkondo wa amali nimejiunga na kitengo cha uchomeleaji, lakini katika hichi kitengo napata faida ambazo zinaweza kuja kunisaidia baadaye nitakapokuwa nipo mtaani. Lakini katika hichi kitengo tumeweza kutengeneza meza na viti, lakini tunarekebisha viti vibovu na meza mbovu na kuviweka katika hali ya usawa. Tunanufaika pale shuleni, tunapoona shule inakaa katika viti viimara na meza imara. Huu mfumo usio rasmi unatusaidia sisi tuliopo ndani ya mfumo rasmi, kwa sababu hata tutakapomaliza shule tutakuwa mtaani, lakini tunajiendeleza na mfumo usio rasmi. Lakini nashauri wazazi na walimu waweze kutusapoti vijana hao na tutia moyo, ili hata baadaye tunapokuwa huko nje tuweze kujiendeleza sisi wenyewe, tusubiri kuajiliwa. Tunaweza kujiajiri sisi wenyewe kwa sababu ujuzi huu tumetoka nao katika mfumo rasmi.